Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Shalom, shalom kwa wote. Kwa majina najulikana kama Mwalimu Thomas Lukubi, mtumishi wa Mungu. Na leo kwa dakika chache kabisa nataka nikufunulie jambo kuhusiana na habari ya zaka, wengine wanaita fungu la 10. Ni somo ambalo limekuwa likifundishwa sana makanisani na sehemu mbalimbali, wamekuwa wakifundisha kuhusiana na zaka, lakini nitakuletea leo kwa namna tofauti sana. Nataka tuombe kabla ya kukufunulia kwa hizi dakika chache. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wakati huu ambao umetupatia wa kuweza kupata mafundisho. Neno la Mungu linasema tukimpata kuhani ambaye afundishaye, hakika hatuwezi kubaki kama tulivyo. Kupitia somo hili Bwana, ukapate kubadilisha fikra na mitazamo mbalimbali kuhusiana na zaka. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, kila mmoja na aseme amina. Sasa kwa kifupi tu, zaka ni nini? Zaka ni 10% ya vitu ambavyo Mungu ameweza kukubariki. Zaka inaweza ikawa ni 10% ya kipato chako, 10% ya mazao yako, 10% ya mifugo yako, 10% ya chochote ambacho Bwana amekubariki. Sasa zaka kwenye Agano Jipya imeongelewa kwa uchache sana. Ni kama tu kuna maandiko mawili ambayo yameweza kuongelea hili swala la zaka. Andiko la kwanza linatoka kwenye Mathayo 23:23. Aliongea kuhusiana na habari ya zaka. Andiko la pili linatoka Waebrania 7:9-10. Nimesoma maandiko mawili. Andiko la kwanza Mathayo 23:23. Andiko la pili Waebrania sura ya 7 mstari wa 9-10. Kwenye Mathayo 23:23 maneno ya Mungu yanasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Ukiangalia hapa, Yesu anawashutumu Mafarisayo kwa kung'ang'ania kufanya jambo ambalo kwa mujibu wake Yesu sio kuu kwenye sheria, ambalo ni kutoa zaka, na wanaacha mambo ambayo ni makuu kwenye sheria. Na hayo mambo makuu kwenye sheria Yesu anaeleza kama adili au hukumu, rehema, anaeleza kuhusiana na imani. Kwa hiyo kati ya mambo ambayo ni ya msingi kabisa kwenye sheria, zaka au fungu la 10 haipo. Bali haya mambo mengine matatu ndio mambo makuu sana kwenye sheria. Nayarudia tena: adili au hukumu, rehema na imani. Lakini andiko jingine katika Waebrania 7 mstari wa 9-10 anasema, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Kupitia Ibrahimu Lawi alitoa sehemu ya 10. Mstari wa 10 anasema, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Hapo Melkizedeki alipokutana naye, tunaelezwa kuwa Ibrahimu
kutoa kwake zaka kulipita hadi kwa Lawi ambaye ni mtoto wake na Yakobo, naye alitoa vile vile zaka kupitia kwa Ibrahimu. Sasa nipende tu kusema kwenye Agano Jipya tunaona kwamba zaka sio jambo ambalo ni la msingi sana. Ndiyo, hata kumbe kwenye Agano la Kale kutoa zaka alikuwa jambo kuu. Kwa hiyo si kitu ambacho tunatakiwa tuzingatie, lakini kutokana na hali ilivyo, jinsi watumishi wa Mungu ambavyo wanavyofundisha, wanafundisha kuhusiana na kutoa zaka, wanakupa faida mbalimbali za kutoa zaka. Lakini Agano Jipya limeongelea sana kuhusiana na kutoa sadaka ya hiari, kutoa kwa kupenda. Hata Yesu mwenyewe tunamuona sehemu mbalimbali alionekana akizingatia kuhusiana na utoaji wa sadaka, tena kwa hiari. Angalia Marko sura ya 12 mstari wa 41 hadi 44. Tunaona Yesu alisogea katika lile sanduku la sadaka kujionea jinsi watu walivyokuwa wanatoa, na tunaona kabisa mama mmoja ambaye ni mjane na maskini ndiye ambaye Yesu Kristo anaonyesha dhahiri kwamba alitoa sadaka nyingi. Anasema Marko 12:41 hadi 44, naye akaketi kuielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano walivyotia mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi, yani matajiri wakaweka mabunda, lakini akaja mwanamke mmoja mjane maskini akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Yesu Kristo akawaita wanafunzi wake, mstari wa 43, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana wote walitia baadhi ya mali yao iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndivyo riziki yake yote pia. Hapa anatueleza kuhusiana na utoaji wa sadaka ambao ni wa hiari. Yesu Kristo aelezei kuhusiana na fungu la 10 hapa, anaelezea kuhusiana na sadaka ya kawaida kabisa. Na pia sehemu mbalimbali Yesu alifundisha kuhusiana na habari ya sadaka. Kama ukienda kutoa sadaka inatakiwa ufanyeje? Kitokea umegombana na ndugu yako, unachopaswa kufanya ni kupatana naye kwanza kabla ya kwenda kupeleka sadaka. Mathayo 5 mstari wa 23 hadi wa 25. Neno la Mungu linasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Mstari wa 25, patana na mshtaki wako upesi, upatane naye kabisa kabla ya kurudi ili utoe sadaka. Kwa hiyo ukiwa umegombana na ndugu yako, rafiki yako, mke wako, unapaswa upatane naye kwanza kabla ya kupeleka sadaka. Hiyo ni sadaka ya hiari. Kwa hiyo sadaka masharti yake yako wazi. Kama umegombana na ndugu yako, rafiki yako, mke wako, mume wako, mtoto wako, patana naye kwanza kabla ya kwenda kutoa sadaka. Vinginevyo hiyo sadaka Mungu haihesabii. Sasa hiyo ni kuhusiana na sadaka. Nataka nirudi kwenye hili somo la fungu la 10 kwa haraka kabisa. Mimi sipingi kutoa fungu la 10, lakini ninachokipinga ni utaratibu ambao sisi tumeukuta kama Wakristo wa kutoa fungu la 10, na sijui huu utaratibu wachungaji waliutoa wapi. Mpaka sasa najiuliza, sielewi wameutoa wapi. Tunaona kwa mara ya kwanza kabisa aliyetoa fungu la 10 alikuwa ni Ibrahimu. Tunaelezwa vizuri kwenye
Mwanzo sura ya 14 mstari wa 20. Tunaona hapa kwamba ahidimiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Alimpa nani? Alimpa Melkizedeki. Sawa. Sasa tuje sasa maelekezo ya kimungu. Mtu anapotaka kutoa fungu la 10 analitoa vipi? Analitoa lini? Analitoa wapi? Hayo ni mambo matatu ya msingi. Mtu anapotoa fungu la 10 analitoa vipi? Analitoa wapi? Na lini anapaswa alitoe? Tujiulize haya maswali matatu. Haya maswali matatu nitayajibu kulingana na maelekezo ya fungu la 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 17 hadi wa 18. Anasema kuhusiana na habari ya fungu la 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 17 hadi wa 18. Kuhusiana na habari ya fungu la 10. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala ya wazaliwa wako wa kwanza kwa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa ya mkono wako. Anaendelea kusema, lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, wewe na wanao na mume na mke na mtumwa wako mume na mke na Mlawi aliye ndani ya malango yako, nawe ufurahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotia mkononi mwako. Kwa hiyo hapa tunapewa maelekezo lini tunapaswa kutoa fungu la 10, wapi tunapaswa kutoa fungu la 10, na fungu la 10 tunapaswa kulifanyaje. Jambo la kwanza hapa nasema usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka. Kumbe fungu la 10 unatakiwa ulile. Wewe ambaye unayetoa, wewe unatakiwa ule mwenyewe ule fungu la 10. Na neno linasema hivi, linasema wazi, anasema utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua. Kwa hiyo Bwana akikuchagulia kwenda kupeleka fungu la 10 kwenye kanisa fulani, basi utaenda nalo pale. Ukifika nini kitatokea? Anasema utakula pamoja na mwanao mume na mke. Yaani hili fungu la 10 wewe na mtoto wako mtakula kwa pamoja, na mtumwa wako mume na mke, kama unamfanya kazi wa kike au wa kiume, naye atakula hilo fungu la 10. Na Mlawi aliye ndani ya malango yako, na Mlawi wa pale, mtumishi wa Mungu wa pale kanisani, naye atashiriki kwenye kulila hili fungu la 10. Kwa hiyo fungu la 10 halichukuliwi na likaenda kupewa mchungaji. Maelekezo hayasemi hivyo, yanasema utakula wewe, utakula watoto wako, utakula na mfanyakazi wako. Ndio maelekezo haya ya fungu la 10. Sasa nashangaa siku hizi hili fungu la 10 wachungaji wanalipokea kama jinsi lilivyo, liko la namna hiyo, na maelekezo yapo. Kumbe fungu la 10 unapaswa kuila wewe na ndugu zako, watoto wako, mke wako, pamoja na wafanyakazi wako, na Mlawi naye anapaswa kulila. Kwa hiyo natoa kwa mfano rahisi tu. Umepata 100,000, fungu la 10 ni 10,000. Unaenda na ile 10,000 pale kanisani. Ukifika pale, kama ni pesa, unaanza kuigawanya. Unaigawanya kwa watoto wako, kwa mke wako, kwa mfanyakazi, na wewe unajigaia, kisha unamgaia na mchungaji. Ndivyo ambavyo zaka ambavyo ilivyo. Sasa hili swala hili linanishangaza. Hili swala jingine linanishangaza la wachungaji kuchukua fungu la 10.
Lakini kuna maelezo vile vile ya fungu la 10, Malaki sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 11, anavyotuambia tulete zaka kamili gawani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana, tukamjaribu kwa njia hii tuone kama hatafungua madirisha ya mbinguni. Hili ndilo andiko ambalo limekuwa likitumika sana kuhusiana na masuala ya zaka. Lakini sasa nikuambie kitu. Kumbukumbu la Torati sura 26 mstari wa 12 anasemaje? Anasema utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zako zote za maongeo yako, mwaka wa 3 ambao ndio mwaka wa kumtolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Kwa hiyo kuna fungu la 10 la kutoa kila mwaka wa 3. Hili ndilo ambalo wewe unapaswa kulipeleka pale katika nyumba ya Bwana, kisha ale Mlawi, ale mgeni, ale yatima na mjane. Hili hautalila wewe. Unalopaswa kula wewe ni lile ambalo kila mara unalipeleka kanisani. Utakula wewe na watoto wako na mke wako, na kipande kingine atakula Mlawi. Ila hili la kila miaka 3 ili utalipeleka kanisani, atakula Mlawi na mgeni, yatima na mjane. Yaani utaliweka pale Mlawi ya kwako hii. Jamani, kuna wageni hapa ambao hawana pa kuishi, ambao hawana vyakula, ambao ni homeless, manake hawana nyumba, unawagaia. Kuna yatima unawagaia, kuna wajane unawagaia. Hili fungu la 10 linatolewa kila baada ya miaka 3. Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa 12. Ni wasii tu watu wa Mungu. Hii habari ya fungu la 10 ni habari ambayo imepotoshwa. Sijui haya mafundisho wachungaji wameyatoa wapi, ya kuwa tunapeleka fungu la 10 kwa mchungaji. Fungu la 10 lote, maelekezo yako hivyo. Tuzingatie maelekezo, maandiko ya msingi kabisa. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 17 hadi wa 18, na kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa 12. Tunaelezewa kwamba fungu la 10 ambalo tunapaswa kulitoa kila siku, kila mara, tunapaswa kulila sisi ambao ni watoaji, wake zetu, watoto wetu na wafanyakazi wetu na Walawi. Na hili fungu la 10 linalotolewa kila baada ya miaka 3 linapaswa kupelekwa na wafuatao wanapaswa kushiriki hilo fungu la 10: Mlawi ambaye ndio wachungaji, mgeni, yatima na mjane. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Nimewaletea hii elimu ndogo kuhusiana na fungu la 10. Barikiwa kila mmoja, na kuombea upate kufunguliwa, ufahamu wako upate kutiwa nuru sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 hadi wa 18, mstari wa 18, macho ya fahamu zetu yapate kufunguliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Na kubariki katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana, uinuliwe katika kazi zako. Bwana kuongezee katika jina la Yesu tumeomba na